Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Morogoro, niendelee kukushukuru kwa jambo kubwa hili ambalo umelifanikisha katika mkoa wetu, ambalo limeandaliwa na TAUZACTA na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Lakini kuna jambo moja ambalo linanifariji sana. Nakumbuka katika mkoa wa Morogoro kulikuwa na matatizo mengi sana ya migogoro kati ya wafugaji na wakulima ambayo yalisumbua sana siku za nyuma. Lakini serikali yako ya mkoa kwa kushirikiana na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, jambo hili sasa limekuwa ni historia. Kama halikwisha, limepungua kwa kiasi kikubwa. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana JMAT mkoa pamoja na serikali yako kupunguza migogoro hii. Lakini pia niendelee kupongeza juhudi ambazo zinafanywa na viongozi wa dini mbalimbali kuhakikisha kwamba amani ya nchi yetu inaendelea. Sasa useme ile ambalo umetuandalia, kisha baada ya wewe Baba Mponda Pindua Baskofu Pindua atakuja kutoa neno la shukurani kwa niaba ya viongozi wa dini zote mbalimbali ambao waliopo hapa. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu sana ili uweze kusema ile ambalo umetuandalia. Naomba tukae. Ndugu yangu Mheshimiwa Dr. Al-Hadi Sheikh Al-Hadi Musa, mwenyekiti wa JMAT Taifa na mlezi wa TAUZACTA, Mheshimiwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya ya Morogoro, mwenyekiti wa TAUZACTA Taifa, mwenyeji wetu, viongozi wengine wote, viongozi wa dini, viongozi wa TAUZACTA na wadau wenzangu wa kikao hiki, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Tanzania yetu, amani kwanza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote lazima nianze kutambua utukufu na uwezo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, ambaye ametujalia sote sisi kuwa hapa leo kwa jambo hili kubwa tunalokuja kufanya. Tunakuja kufanya kama mambo mawili matatu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aitie neema na heri jambo letu hili, kama alivyojalia tumekuja kwa salama, na tunamwomba Mwenyezi Mungu tuondoke kwa salama tukiwa miongoni mwetu tuna mahaba makubwa zaidi na upana wa kupokea neema yake hii ya Mwenyezi Mungu ya amani na utulivu katika nchi yetu. Naomba nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi yake kwetu sisi wa Tanzania, kwa uongozi wake, kwa subira yake, kwa unyenyekevu wake katika kutuhudumia sisi wa Tanzania kama kiongozi wetu mkuu. Nitakuwa mtovu wa fadhila nisipomtaja Sheikh Al-Hadi Musa. Sheikh Al-Hadi Musa, mwenyekiti wa JMAT lakini mlezi wa TAUZACTA, yeye ndio aliyenipigia simu kama wiki mbili iliyopita, akasema bana, tuna shughuli yetu, tunakuomba sana lazima uwepo kwenye shughuli hii. Na mimi nilipanga kusema kweli niwe na nyinyi leo siku nzima ili tusikie na hizi mada zote ambazo zina sura kama tatu hivi, lakini tumepata dharura na nimeitwa nje ya mkoa, taelekea Dodoma na treni ya saa 5 kamili
naondoka saa 5:15, kwa hiyo natakiwa niondoke hapa kama 5 kasoro. Lakini ni hili ambalo limeleta nilisema lazima niliseme leo, niliseme mwenyewe, ili sio kama nikimtuma msaidizi wangu Musa Kilakala litamshinda kusema, lakini kuna mambo mengine unataka uyafanye mwenyewe. Sasa hili nimesema nilifanye mwenyewe, niliseme mwenyewe, alafu mtamwachia kikao Mheshimiwa Musa Kilakala na Sheikh Hadi Musa, twende mpaka tufunge huko. Na nawashukuru watu wote ambao wametunyoshea mkono ili kutuwezesha kufanya kikao hiki kwa mafanikio makubwa. Nawashukuru sana. Mwanzoni walisema kikao kinaweza kapata kama watu 200. Nikasema jambo kubwa hili la zaka, la amani, la uchumi, tunalifanyaje likawa watu 200? Mkoa wa Morogoro wenye watu karibu 4 milioni na mkoa ambao katika hesabu za mikoa ya watu wanaopiga kura Tanzania, wa kwanza Dar es Salaam 3.5 milioni, sijui 4 milioni, wa pili Mwanza 2.3 milioni, wa tatu Morogoro 2.2 milioni. Huo ndio ukubwa Morogoro. Kwa hiyo na mimi nakushukuru sana Sheikh Hadi Musa na watu wa TAUZACTA kwamba mmeamua kwamba kwenye mkoa wenye upana wa uzito huu tumekuja kuzungumzia jambo hili lenye mustakabali wa kitaifa, jambo kubwa. Kwa hiyo naanza kutambua umuhimu wa kikao hiki na wakati unajua huwa mara nyingi uko naambiwa mgeni rasmi wanakuandaa kwamba wanataka jambo lenyewe tuzungumzie nini. Mimi nikawasikiliza kasana, naomba mniwie radhi kwanza. Mgeni rasmi ana tabia mbaya. Kisha wewe mgeni rasmi manake una uwezo wa kwenda ukaanza kujisemea lolote. Kwa hiyo mkichagua mgeni rasmi ambaye naye hamnazo atakuja kusema mambo ya ajabu. Sasa mimi nikapanga mambo yangu kwa mambo namna 3. Moja, kuna jambo la TAUZACTA, jambo la zaka katika nguzo kuu za Uislamu, nguzo ya 3 baada ya imani, sala, zaka, Ramadhani, saumu, hija, nguzo 5 za Uislamu. Zaka hii, na katika nguzo hizo zaka ndio nguzo inayotupotea kuliko wote. Manake zaka inachanganywa na sadaka. Sadaka mtu anajitolea kwa hiari. Zaka si jambo la hiari katika Uislamu. Zaka ni jambo la lazima. Na lilivyokuja kama amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume wake, alisema zaka ile itakuwa inasimamiwa na taasisi ambayo, na ndio maana wakati wa utawala wa Omar al-Khattab radhiallahu anhu wanasema ndio kipindi ambacho zaka ilisimama kuliko kipindi chote. Kwa sababu ilikuwa mtu unapata kile unachopata kwa lazima upeleke kule, na kina walengwa maalumu ambao wanatakiwa ikitoka pale kwenye taasisi ile zinakwenda kuwafidia wajane, maskini, wametajwa hapa kwenye risala. Sasa jambo ambalo naomba niseme, nataka tuzindue mfuko wa zaka, sawa. Mimi nakubali tuzindue mfuko wa zaka, lakini uwe mfuko wa zaka ambao una maelekezo maalum. Na kwenye zaka wale ambao wanatoa watoe kama ni obligation. Kuna jambo linaitwa nisab. Nisab baada ya hapo kwamba kuna watu ambao wana wajibu wa kutoa zaka, ni lazima kwao. Watu ambao wana kipato juu ya kipato fulani lazima watoe zaka. Sasa tukilifanya kama jambo la hiari litageuka kwenye upande wa sadaka. Mimi sio bingwa, nimesoma kidogo lakini mabingwa wapo na nimewaona wako pale. Naogopa kuendelea kusema nisije wakaniambia sasa huko unakoenda hujui na nikatosea. Sasa kama mnatengeneza mfuko wa kutoa kama utaratibu wa hiari, hiyo tusiite mfuko wa zaka, ni mchango wa sadaka sijui. Lakini kama ni zaka kwa wale ambao kwanza tutambue tunatimiza nguzo ya 3
ni obligation, tunatoa kwa nani? Kwa utaratibu wa kujua lazima tutoe. Kwa hiyo naomba tuliweke hapa na kama mfuko wetu ni mfuko wa zaka, haya kama ni mfuko wa sasa, mimi nilivyoelewa ni kwamba tunatengeneza kitu kama zaka fund. Tulijaribu kulitengeneza miaka kama 30 iliyopita kupitia Haji Muslim Trust, likashindikana. Wanasema lilianza, mimi sikumbuki lilianzia wapi, lakini kama tunaanza leo Morogoro, tunasema jamani, hebu tutengeneze zaka kwa ajili ya kuwanufaisha maskini na mayatima na elimu za watoto na mambo kama hayo mazuri, afya zao, wagonjwa, walemavu. Mimi nadhani ni jambo la faraja sana na lijulikane. Maana tayari uliposema kwamba mfuko huo labda kuna gharama za uendeshaji, ngoja kwanza tuelewane. Sababu hawa wanaotoa zaka wanataka hela zao ziwafikie wale kule. Sasa tutengeneze utaratibu mwingine wa uendeshaji, fine. Mimi ninakubali. Mwelezi yuko Mheshimiwa Hadi Musa, na wewe hili jambo unalijua. Kwa Kiingereza wanasema zakat is aimed at the less fortunate, wale ambao Mwenyezi Mungu kwa maksudi anajua yeye Mwenyezi Mungu amewajalia riziki yao imekuwa ndogo, hawana uwezo wa kutoa zaka ihudumie wao kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo lina jambo kidogo lisionekane liko rahisi kama hivyo, lakini kama mfuko wetu unawalenga wale ambao wana mahitaji maalum, mimi nasema naomba niwe wa kwanza katika kuweka amana yangu kwenye mfuko wa zaka, na kwa maana hiyo nimeomba nitamke kwamba mfuko umezinduliwa rasmi, na mfuko unataka kuzinduliwa kwa kauli ya kile kinachotangulia chini. Kwa mimi naomba niweke chini kwenye mfuko wa zaka kama mchangiaji wa kwanza, kwa tafsiri ya zaka niweke milioni 5. Kwa hiyo nawaomba sasa, ndugu zangu, nendeni mkaliangalie hili la usimamizi wa mfuko ili ikidhi mahitaji ya zaka na sio mambo mengine. Kama yana mambo mengine tuyatafutie utaratibu mwingine, uendeshaji, posho za vikaa. Tunatoa ili ziwafikie wale wenye mahitaji maalum. La pili, muda unaniacha na natamani kusema mengi. Nilianza na mada ya zaka. Ya pili ilikuwa mada ya uchumi, jamii na siasa. Tunapoishi tuna mambo matatu ambayo ni ya lazima. Tuna uchumi, tunaishi kwenye jamii, lakini tunaishi kwenye mfumo wenye siasa. Ndugu zangu, hili nalisema kwa sababu Morogoro ndio mkoa ambao tumeomba ridhaa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwa kioo cha uzalishaji wa kilimo Tanzania. Na tumejipanga, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumejipanga sana. Na kwenye kujipanga kwetu kwenye kilimo, ili tuwe kinara, tuwe mfano wa nchi nzima, tuna watu ambao hawatutazami kwa jicho, kama vile hatuendi pamoja vile. Hii mada hii nalisema kwa sababu kilimo kinafanywa nje. Hakai mtu ndani ya kalima nyumbani kwake ndani. Umekaa ndani mwako, sebuleni kwako, watu wanafanya mambo yao nje, wewe uko ndani unalima. Umeona wapi? Lazima utoke, uende kwa mguu, uende shamba, utoke shamba, ufanye nini? Ndiyo misingi ya kilimo moja au nyingine. Sasa sisi tumeomba ridhaa, na nimekusikia kwenye risala unasema mnataka kulima mahindi na kadhalika na nini. Morogoro ni mkoa ambao una mambo makubwa zaidi. Tuna mambo ya makokoa, ya maparachichi, ya manini. Sasa kama unatumia fedha za TAUZACTA kwa ajili ya kujiendeleza na kutengeneza mali yenye utajiri zaidi ya jumuiya kwa ajili ya kuwatengenezea mayatima na wajane na nini, bismillah.
Na niseme jambo moja, utanisaidia mashehe. Kwenye huduma tulioagizwa na Mwenyezi Mungu hatukutajiwa unapompa msaada umuulize dini gani. Sikujua sijui, lakini sikusoma kama nyinyi. Kwamba nikifika naangalia wewe mjane gani? Wewe maskini gani? Wewe mgonjwa wa dini gani? Sikuambiwa. Na ndio maana hili TAUZACTA lazima mjitanue ili mjue huduma yenu na watazama maskini na wajane na wakina mama wenye mahitaji na wagonjwa wa aina mbalimbali. Sasa niposema uchumi, jamii na siasa, sisi Morogoro tuna jamii yetu. Kweli kabisa nikwambieni, katika jamii ambazo tunakwenda kwa fasta kabisa na tunajitanua kiuchumi, jamii zetu zimetulia, siasa zetu zimetulia, ni Morogoro. Kulikuwa na majaribio kidogo ya kufanya mambo ya hovyo hovyo kule mwaka jana wakati chaguzi za serikali za mitaa, tukawekana sawa. Jamani, kwani lazima? Kuna watu wameamka kabisa wanataka kutufanyia vurumai. Wanafanya vurumai, watu wanasema msiguse. Sisi tunataka utaratibu wetu, sisi ni mkoa wa kilimo. Tunataka kwenda shambani, turudi. Sisi ni mkoa baada, nadhani wanasema Tanzania baada ya Tanga, Morogoro ndio mkoa wenye mahaba. Watu wa mahaba hatuna zogo sisi. Hatuna zogo. Unakuja wewe unataka kusema sijui kitu. Tunasema jamani, hebu wenye kauli za ajabu mtupishe Morogoro. Morogoro, na kushukuru Shahadi Musa umesema tulikuwa na jambo la wakulima na wafugaji limetutesa kweli. Na haki Mungu lile jambo lilikuwa linatengenezwa kwa makusudi, kwa sababu ukiona pana mgogoro ujue kuna watu wananufaika kwenye mgogoro. Hakuna mgogoro ambao watu hawanufaiki, lazima wananufaika. Basi atanufaika hata mwenye kutengeneza silaha, atanufaika hata mwenye kutengeneza majeneza, kweli si kweli? Lazima atanufaika hata mwenye kuuza sana. Hebu tuambieni kweli kabisa, mi kazi yangu nauza sanda, natengeneza majeneza. Nimesikia hapo sijui Mikese kimenuka ajali, watu 100 wamekufa. Na kasirika na furahi. Shehe nasema uongo? Ndani ya nafsi nitasema poleni sana wafia wote, lakini ndani nasema kuna sanda za kutosha. Uchumi, maslahi. Kwa hiyo tukiona mtu anakuja anatutengenezea jambo, hiyo mada yangu ya 3 sasa. Ili ni wapi? Hili jambo la amani na uchaguzi, ili sisi Tanzania uchaguzi tumefanya mara ngapi? Uchaguzi wa kwanza 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, huu uchaguzi wa 13. Baada ya chaguzi miaka 13, miaka 60. Leo ndio tunakuja kufundishana kwamba usichague sijui kitanuka sijui nini. Mimi nakuombeni ndugu zangu, sisi watu wa Morogoro tunaitaka hiyo amani, tunaihitaji kwa sababu sisi kwenye utaratibu wetu wa maisha sisi ni watu wa kilimo. Na lazima tutoke nje. Na machafuko yanafanywa nje. Na machafuko hayachagui. Asikwambie mtu kwamba ukitaka kumpiga mtu unamuuliza, "Wewe dini gani?" Hakuna. Machafuko hayachagui. Lakini utaratibu huu wa kutaka kuchafuliana hali ya hewa unatoka kwa nani na unaanza kwa nani na anaufanya kwa sababu gani? Kuna watu wanashabikia. Umesema Shahadi Musa kwenye mitandao, matusi nini? Hao ni watu ambao tunawakemea kila siku, wana tabia za kuiga mambo sio yetu. Na kwenye kuiga mambo sio yetu tumeanza kwenye vyombo vya sheria kidogo. Na kupeni mifano miwili kwenye kuiga mambo sio yetu. Kuna watu miongoni mwetu anaweza kusimama humo kwenye mitandao akasema Tanzania haitambui haki za binadamu kwa sababu hatukubali ndoa za jinsia moja. Mungu atusamehe. Sijui kama kuna dini yoyote hapa ya Tanzania ya Wakristo
hayo ya Waislamu ambayo inaweza kuridhia ndoa za jinsia moja ndani ya Tanzania, labda huko nje. Jambo lingine la ajabu kabisa sasa hivi, adhabu kwa watoto. Mtoto unamkuta hana adabu hata kidogo, asichapwe viboko, haki za kukiuka watoto. Mimi nasema jamani, sijui, lakini matako yangu haya kama yangekosa viboko vya Profesa Keroa Malima sijui ingekuwa. Maana ukiwa mtundu unachapwa uzuri. Mimi siamini kwamba mimi nilichapwa mdogo kwa sababu nilikuwa nachukiwa na wazazi wangu, ila singine walikuwa napitiliza, lakini alhamdulillah. Lakini leo niko hapa na mimi naamini kati yenu nyinyi hakuna mtu ambaye enzi yake hiyo hakuwahi kukemewa na mzazi wake. Lakini wenzetu kule Ulaya wanaweza kumkemea mtoto akakwambia nakuitia polisi. Sasa hawa wanaotuambia mambo ya ajabu ndio hao wenye mambo ya kuiga. Mimi nasema hivi, demokrasia 3 kubwa duniani, India wanakwenda kuchagua watu zaidi ya bilioni 1 wanajiandikisha kupiga kura. Mara 15 zaidi ya wananchi wa Tanzania nzima. Mara 30 ya Watanzania wote waliojiandikisha. Inapitaka salamu, lazima pawe na kutofautia. Nyumba moja mnazaliwa watoto 5 kwa baba mmoja mama mmoja na mnatofautiana. Uingereza wamelitafuta mwaka 2016. Wakasema wanapiga kura kujitoa kwenye jumuiya ya Ulaya. Leo wanajuta. Wako peke yao kama watoto yatima ndani ya wazungu wa Ulaya. Marekani juzi wakasema hatutambui uchaguzi, wakapigana wenyewe kwa wenyewe mbaya. Sasa lakini wakienda wakiachokoza wanarudi. Sasa hawa hiyo mifano wanaochukua ya kutuambia sisi kwamba uchaguzi kitanukishwa, wametoa wapi? Sasa sisi tuna tabia kufanya mambo ya kuiga. Na kuombeni wana Morogoro wenzangu, katika hili sisi hatufanyi mambo ya kuiga. Kuna mipaka. Kuna vitu tunasema ndoa jinsia moja, hapana. Tunasema kututengenezea mifumo ya watoto kutuharibia, hapana. Tunasema haki ya kuchagua tarehe 29 usituingilie, ni yetu. We kama hutaki kuchagua, umeamua hutaki, kaa ndani, kwa lazima. Lakini useme wewe utatoka utafanya nani? Jana mmemsikia Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi hii ina Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu ni yeye. Ina rais, ina Amiri Jeshi Mkuu. Nendeni mkapige kura tarehe 29. Mimi naomba Watanzania wote wa Morogoro na wengi wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu ameshatuhakikishia twendeni tukapige kura tarehe 29. Na wale ambao hawataki kwa lazima wakae ndani. Lakini tumetengeneza ubwabwa wetu wa nazi, mashaallah, na mbaazi na kisambu kidogo na kitoga, mashaallah. Eti aja yeye ametoka huko alikotoka, wenyewe tumekaa chini kwenye jamvi letu, mimi sitaki kula na nyinyi wote msile, anabidua analibidua. Tunamwacha? Tunamwacha? Atuache. Sisi tuna ubwabwa wetu, tuna mpunga wetu, tunapiga tarehe 29, unaitwa uchaguzi. Tunaamka asubuhi, tunakwenda kupiga kura, tunarudi majumbani. Siku hiyo tumeambiwa tusiende kazini, tumepewa mapumziko, kila mtu anatulia. Ndugu zangu, hicho anachokitafuta hakichagui mtu. Huwa nawaambia ndugu zangu hawa hawanielewi. Mimi natoka kwenye nyumba ambayo ina watu wa madhehebu yote. Mimi na wajomba zangu wa Kristo wa Katoliki.
Na wakati nikiwa mdogo nilikuwa naenda kwa babu kule Iringa. Mimi babu yangu Mnyaruko. Sasa kuna watu wanasema kumbe Malima ndio maana mkali sana. Kumbe inawezekana alipokuwa yani kule, kwa sababu ana wajomba ambao wanakula ile supu, mnaijua ile supu maalum. Ndio maana mkali, ndio maana mgomvi Malima. Sijui. Lakini mimi nusu Mzaramo, Mwinyi wa Pwani, Mwinyi kabisa wa Pwani, na nusu Mhehe Mnyaruko. Koo zangu zina watu aina wote. Na Waislamu huku kindakindaki na Wakristo huku kindakindaki. Huku kuna msiba nakwenda, na nikifika hazikui mtu mpaka mimi nifike. Na huku kwa Wakristo nikienda hazikui mtu mpaka mimi nifike. Hasa mnapoanza kusema mimi nikae wapi kwenye huo ugomvi, mimi nakaa wapi? Ndio maana nikasema akili za kuambiwa changanya na zako. Tanzania ni moja. Uhuru wa kuamini, uhuru wa kuabudu ni wa kwako wewe mwenyewe. Mimi na kina zangu watu tumekaa nyumba moja, tumelelewa nyumba moja. Wao wameamua kuwa Wakristo, mimi nimeamua kuwa Muislamu. Sasa atakayetengeneza hilo varangati, maana yake watu wakae wapi? Ndio maana nikasema ndugu zangu, tukemee tabia za machafuko. Hazichagui, migogoro haichagui. Na waomba sana, Morogoro ni Morogoro ya amani. Shehe mkuu wa Morogoro, Shehe Twala, sijamwona hapa, hajafika. Hao mashehe wangu wote wa rafiki zangu sana. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Morogoro, Lazarus Msimbe, rafiki yangu sana. Na katibu wangu wa kamati ya maridhiano na J. Mshiba, alikuwa amekaa, mtu wangu sana. Sio amepotelea watu. Siwapimi watu mimi kwa dini zao, na wapima kwa imani zao, kwa mapenzi yao. Kila siku asubuhi mimi saa 11:30 RPC wale na wenzako wanaletea taarifa, tumelalaje Morogoro. Kwenye taarifa hiyo utakuta huyu kabaka, huyu kaini, huyu kaibiwa, huyu kauawa, huyu nini. Majina yote hapa: Juma, Salumu, Ibrahimu, James, Charles. Tunapimana lini? Tunapimana kwa ubinadamu wetu, kwa utu wetu, kwa mapenzi yetu. Mapenzi ya Tanzania anasema tutakwenda kupiga kura kwa sababu tarehe 29 tunataka tutengeneze mustakabali wa nchi yetu ambao utatuhakikishia kwamba Tanzania inakuwa miongoni mwa nchi za amani na utulivu kwa ajili yetu sisi na ya watoto wetu. Muda umekwenda sana, lakini nataka niliseme hili la mwisho. Mimi ndio maana nimekubali kuwa mlezi wa Jaimat na ni mpenzi wao sana. Kama mlikuwa hamlijui ni kwamba mimi ninapokaa viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, huku nimo na huku nimo. Nimetoka kwenye mgongo wa Muislamu, nimelala kwenye tumbo la Mkristo. Sasa nyinyi wenye nani hizi mnikatae sasa tuone. Na nyinyi wenye kofia hizo nani mnikatae tu. Hao. Wewe ukisikia Adam Malima amekuwa muuaji, amekuwa mkabaji, amekuwa nini, wewe nikatae. Dini yote inanikataa. Lakini kama anasema bwana kila mtu ana haki ya kuishi kwa amani na utulivu ndani ya Morogoro, basi mimi ni wenu wote. Ujumbe wenu huo wa Jaimat ndio unanifanya mimi niwe na mapenzi makubwa na nyinyi na mlezi wenu na kuombeni. Na ni ujumbe ule niliotoa kwenye Kauzaka. Kama tunataka kuhudumia wale ambao wana mazingira magumu hayachagui dini.
Na kama tunataka tuishi kwenye jumuiya ya maridhiano na amani, basi lazima kwanza tuanze kwa kuheshimiana. Sasa kwenye vile ni kauli vidogo vidogo tunavyovisikia huko, kuna vingine vinatupeleka kwenye sehemu ambayo sio yetu. Ndio nikasema akili za kuambiwa changanya na zako. Neno la mwisho, nilikwenda Ifakara, nikampangiwa ziara ya kwenda Mlimba. Mlimba kule kuna eneo linaitwa Mbingu Sisters. Mbingu Sister, masista hawa wa Katoliki walikuja miaka hiyo 84 sisi 83, wakasema sisi eneo hili tunalitaka, wakachagua eneo lenye, wameanzisha miradi yao. Leo kuna watu wameniandikia barua ndefu, masista wamechukua eneo kubwa, sisi hatuna eneo. Nikaenda pale naomba makaratasi. Masista wamefika pale mwaka 84. Walipofika pale, walipokuwa wanachukua lile eneo, watu wote walikuwa wanawacheka, wanasema hivi hawa kina mama hao wanaenda kukaa porini pale, hivi wana akili timamu wale? Leo mji umewafuata. Ushanifahamu? Mji leo umewafuata. Sasa watu wananungunika kwamba bora wamechukua maeneo makubwa. Nasema wamechukua wakati nyinyi mlikuwa mnawacheka, mnasema hili pori. Nendeni mkawaombe kwamba wakatieni kidogo, msilazimishe kwenye hati nasema ndio kwao miaka 50 miaka 45 iliyopita. Mtu akauliza, bwana huyu si alhaji huyu, si shehe huyu, kwani mbona ametoa haki kwa masista? Please. Na wasa dakika 20 sio na nusu, treni inaondoka na robo. Wewe piga soga hapo alafu uone kama treni itakusubiri. Ndio alichoniambia sasa. Nataka nikwambie, na kwa mfano tu wa namna watu wanavyofikiria. Hivi natoa haki kwa masista, ndio nimetoa haki kwa masista, leo si lao. Twende wa Tanzania na kauli ya JMAT. Tanzania moja. Tunasema Tanzania moja? Tanzania yetu amani kwanza. Tanzania yetu, Tanzania yetu. Mimi nimeongeza na Tanzania ni moja na watu wake ni wamoja. Amani kwanza. Bila amani hakuna hayo yanayofuata. Na amani haichagui. Hiyo fujo wanaoitaka hao wakisema kimenuka haichagui. Na mimi namshukuru jana Dr. Samia Suluhu Hassan amesema yeye ndio amiri jeshi mkuu, nendeni mkapige kura kwa amani, na baada ya hapo maisha yanaendelea, na maisha yanaendelea kwa amani. Asanteni sana, asanteni sana. Idumu Tanzania yenye amani. Asanteni sana. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.